Kwa majina yangu naitwa Kevin Pascal Nazari, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wilaya ya Misenyi, mkoa wa Kagera. Kwa siku ya leo ningependa kuzungumzia kile ambacho kilijitokeza kwa siku chache zilizopita, kile ambacho mbunge Mheshimiwa Simai alichoweza kueleza kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wale wengine ambao mnafuatilia mitandao, kilichoweza kujitokeza kikaleta taharuki mbele ya wanajamii, lakini mbele ya wananchi, mbele ya wapenzi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wote kwa jumla. Kwa wale wenzetu ambao wanafuatilia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya Jumanne kwenye uwasilishaji wa bajeti ya Bunge, Wizara ya Fedha kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaofuatilia tuliona kile kilichojitokeza. Mheshimiwa mbunge Simai wakati anachangia aliweza kuleta taharuki ambayo kwa namna moja ama nyingine imeweza kuwachanganya wananchi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Na mimi kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wilaya ya Misenyi, imebidi nijitokeze hadharani kupinga kile ambacho mheshimiwa mbunge au ile hoja aliweza kuchangia. Serikali inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwamba kuna Yuda, ile kauli aliyoitumia na wenzetu ambao ni wa dini yetu ya Kristo tunafahamu kwamba Yuda alimsaliti Yesu Kristo. Sasa kile ambacho kilijitokeza nimeona hadharani kipingwe. Tunavifahamu sote kwa jumla kwamba leo Mheshimiwa Rais yupo nchini Russia kwa ajili ya kutengeneza mahusiano ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yamepotea. Kwa hiyo tunafahamu kwamba mama wakati anaendelea na majukumu ya kazi, na wateule wote ambao tunafahamu hapo ndani ya serikali ni kwamba wameteuliwa na Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sasa Mheshimiwa mbunge alichochangia Mheshimiwa Simai, alichochangia kwamba kwenye serikali ya mama kuna Yuda Iskarioti. Sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi kutokea Misenyi tunapinga kile kitu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu moja, kwamba unapozungumzia kwamba kwenye serikali kuna Yuda, ina maana wewe kwenye taratibu zetu za chama unazifahamu kwamba kuna taratibu kuanzia shina mpaka uongozi wa taifa, kuna wilaya, kuna mkoa, kuna kata. Hivi vyote sisi kama chama chetu tuna taratibu ambazo tunakuwa tunazifuata, kwamba kimsingi tuna maadili, tunazungumza yale mambo ambayo yanahusu chama kwenye vikao vyetu sisi. Kwa hiyo kama yeye ambavyo alizungumza kwamba kwenye serikali kuna Yuda, angetakiwa afate taratibu za chama. Ukiangalia kwa jinsi mwenendo wa serikali yetu unavyotimiza majukumu kwa sasa. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti na vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Misenyi tunamuomba ajitokeza hadharani, hatengue kauli yake ya kwamba kuna Yuda kwenye serikali, au ajitokeza hadharani hadhibitishe kwamba hakika kuna Yuda serikalini. Akishindwa hivyo, yeye katika taratibu za chama chetu kwa jinsi zinavyofuata, kuna haki ya viongozi wa juu kuangalia jinsi ya kumchukulia nidhamu, kuangalia ameshindwa, amekifezesha chama chetu na amefezesha serikali yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, anaongoza serikali yake pamoja na Watanzania kwa upendo na mshikamano. Lakini kufanikiwa kwetu wakati mwingine kuna watu wanatuendea kinyume. Na hapa nataka nimnukuu aliyekuwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Aliwahi kusema binadamu ni wale wale. Lakini niwaambie ndugu zangu, hawa wale wale leo nambatiza mmoja aliyekuwa ndani ya serikali, basi ni Yuda. Nasema hivyo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa. Hawataki kumwona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme, waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa,
Tuamkeni, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda. Tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani, lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa.